Ongea pia kwenye uhalifu kwamba bidhaa hii ya mbegu pia uhalifu. Ni kweli kwamba uhalifu kwenye mbegu ni kama uhalifu tu kwenye maeneo mengine. Yaani ni uhalifu tu kwa sababu kama watu ni tabia tu, ni inaweza ikawa ni hulka. Kwa hiyo hatuwezi tukaacha na tukanyamaza. Ndio maana sisi TOSCI mtaona, na nyinyi waandishi wa habari tunawashukuru. Mmekuwa na sisi katika kampeni mbalimbali za ukaguzi kwenye maduka na kutangaza hata wale ambao tunawaibua wamekiuka sheria, mmekuwa mkiwatangaza. Kwa hiyo swala la kubaini hilo ni jambo ambalo tutaendelea nao, kwa sababu hulka ya uhalifu ni hulka tu ambao mtu anaweza akawa nayo. Kwa hiyo hatuwezi tukalala. Kwa hiyo wahalifu wanaweza akawepo. Ndio maana nimesema wale 22 wale ambao tumewafikisha kwenye vyombo vya sheria ni wale ambao wamebainika, lakini yako makosa madogo madogo ambapo mtu unakuta labda leseni yake imeisha ambao hajahuisha, hivyo tunatoa elimu. Kwa hiyo kuna mengine tunatoa elimu. Kwa hiyo ni jambo, kampeni ya kupambana na mbegu feki, hilo ni jambo la kudumu. Na kama nilivyosema, ninatoa tahadhari kwa sababu wengi wao kwenye sheria faini ziko kuanzia kiwango cha chini $1,000,000 mpaka zaidi ya $500,000 au vifungo miaka 12 au vyote kwa pamoja, inategemea na namna kosa lilivyothibitika. Kwa hiyo tunatoa tahadhari kwa sababu adhabu zake ni kali. Lakini pia katika kurahisisha kupambana na mbegu feki, ndio maana nimeeleza kwamba tunao utaratibu wa kuthibitisha kwamba kabla mkulima hujanunua, hakikisha mbegu yako hiyo imehakikiwa na TOSCI na ina lebo. Lakini pia unaweza ukapiga simu kwa namba ya huduma kwa wateja kama nilivyosema. Lakini pia haitoshi, lazima udai risiti, kwa sababu wakati mwingine watu wamepoteza ushahidi. Dai risiti. Ukiona mtu unadai risiti anakataa kukupa, hapo tia mashaka hiyo bidhaa. Kwa hiyo lakini FM Radio umeuliza juu ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo nimeelezea hiyo, lakini TOSCI imejipangaje kwa maana kuhakikisha kwamba hilo mbegu ambazo zinasajiliwa ambao nimeshalieleza kwamba sisi tutaendelea kuongoza watafiti kuhakikisha kwamba wanagundua na kusajili mbegu ambazo zinatoa majawabu kwa changamoto wanazokabiliana na wakulima. Changamoto za wakulima ni tija ndogo mmoja wapo. Bwana Kaitila ameelezea juu ya usajili wa mbegu ambao tunaendelea nao, lakini kwenye uelewa tofauti, mbegu za asili, kienyeji na mtazamo tofauti. Nadhani hapa kumekuwa na mambo mengi kwamba tunakabiliana na changamoto nyingi. Tumekuwa na mbegu za asili ambazo nimeelezea hapa, moja hapo hizi ambazo tumesajili zile aina 13. Sasa hizi zimekuwepo lakini zimeendelea kupotea. Lakini katika kutunza, sisi kama Wizara ya Kilimo pia tunayo hifadhi ya nasaba za mimea pale Arusha kwenye Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu, ambayo imehifadhi aina mbalimbali kwa ajili ya utafiti ili kulinda rasilimali zetu, ili mbegu zetu na nasaba za mimea zisipotee. Kwa hiyo ni jambo muhimu. Lakini mbegu ambazo nimezisema ambazo tumezisajili, hizi sio zile ambazo mmekuwa mkisikia labda GMO. Hizi ni zile ambazo zinatokana labda uchavushaji ulia OPV au chotara. Chotara maana yake kwamba inakuwa ni jamii moja, lakini unakuwa umeangalia kuangalia sifa za vizazi baba mama, kwa maana dume jike, ili kuboresha. Kwa maana hiyo ilikuwa ni mfupi, unataka kuboresha iwe ndefu ili kuwe na mavuno madogo, unachukua mzazi ambaye anatoa mavuno mengi. Kwa hiyo tunatumia hiyo ambayo ni teknolojia ya kawaida na sio hii ambayo inaleta hofu kama GMO. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha wakulima kwamba waisikilize serikali ambao tunaeleza, kwa sababu serikali hawezi ikasimamia kitu ambacho kinaleta hatari kwao. Kwa hiyo wasikilize ambacho kinakuja kwao, na kwa sababu tuna taasisi kama TOSCI, ndio maana tunatangaza kwenu kwa ujasiri kwamba wafuate utaratibu gani wa kujihakikishia mbegu ambayo ni bora. Kwa sababu mbegu bora maana yake ni ile ambayo imefuata taratibu zote, na mwisho yote ikiwa sokoni inakuwa kwenye kifungasho maalum na inakuwa na taarifa sahihi, lakini mwisho yote inakuwa ina lebo ya TOSCI. Kwa nini tunafanya majaribio kwa mfano ya uotaji? Ni muhimu kwa sababu mbegu kama sio bora, maana yake moja kama haiwezi kaota, maana yake inapunguza idadi ya mimea kwenye eneo, na kwa hiyo uweze ukapata mavuno yanayotakiwa. Lakini pia kama sio bora utapata magonjwa, na maana yake kwamba mtaji wako ulioutumia maana yake unapata hasara. Tunategemea mtaji mkulima anaotumia kwa mfano kwenye mahindi kati labda ya $600,000 mpaka $1,000,000, maana yake apate mavuno mengi ili apate kwa ajili ya hifadhi ya chakula, lakini pia ziada aweze kuiuza kwa ajili ya kibiashara. Kwa hiyo ulinzi wa nasaba zetu unafanyika, na kwa hiyo pale Arusha tuna hifadhi ya nasaba, rasilimali ya nasaba za mimea kwa ajili ya utafiti, na hii ni jambo ambalo